yanatufanya sisi tuweze kuzingatia usafi wa kinywa au usafi wa vinywa vyetu. Cha kwanza kabisa, unapofanya usafi mzuri wa kinywa chako, unatunza afya ya kinywa chako, lakini pia unatunza afya ya mwili wako kwa ujumla. Kwa maana gani? Kinywa ndiyo sehemu ambayo ina mwili, tunasema opening of the body. Yani ndio mwili unapoanzia kupatia vyakula, mwili ndipo unapopatia madini na virutubisho vyote vya mwilini tunavyotumia mwilini vinaingia mwilini kupitia njia ya kawaida ya kinywa. Kwa hiyo kinywa chako kisipokuwa na hali nzuri ya kiafya, maana yake hata mwili wako hauwezi kuwa na afya njema kwa ujumla. Lakini pia utunzaji wa kinywa chako unakusaidia kujilinda dhidi ya magonjwa ya kinywa ambayo ni ambukizi na magonjwa ya kinywa yasiyokuwa ambukizi. Mfano magonjwa ya meno kuoza, magonjwa ya fizi kuvimba, kutoa damu, lakini pia vidonda vya mara kwa mara mdomoni, na pia kuondoa tatizo la harufu mbaya. Kwa hiyo hayo yote ndiyo mambo ya muhimu ambayo tukifanya usafi wa vinywa vyetu vizuri, tunaepukana na changamoto au matatizo yanayoweza yakaathiri miili yetu au afya zetu katika vipengele hivyo nilivyovizungumzia kwa uchache. Asante. Sawa, Dr. Ben bana, sisi tumekupokea vizuri na asante kama sehemu yetu ya kwanza tu ya kile ambacho tutakuwa tunakitazama hasa kwenye masuala mazima ya afya ya kinywa na meno. Na msikilizaji, uko na nafasi nzuri na wewe kuweza kututumia ujumbe wako mfupi wa maandishi, kipi unatamani kujua lakini kuuliza kupitia 0683 802966 0683 Moja ya swali ambalo naweza nikakuuliza, Dr. Ben ametuambia hapo kuhusiana na umuhimu wa afya ya kinywa na meno. Ametuambia. Sasa swali ambalo nakuachia rafiki yangu dogo sana, huwa unatumia dakika ngapi kupiga mswaki? Unatumia dakika ngapi